Nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Moja kati ya yale tuliokuwa nayo, tunatazama vita vya Marekani, Israel na Iran. Nani atashinda na nani atashindwa? Endelea kuwa nami katika makala hii. Kupitia shirika la habari la BBC limeelezea juu ya namna gazeti la Uingereza la The Times ambalo limeangazia athari za vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, na katika tahariri yake limejaribu kujibu swali la nani mshindi na mshindwa katika vita vinavyoendelea. Gazeti hilo linaonya kuhusu dhoruba ya kiuchumi inayokuja kutokana na athari za mzozo wa Mashariki ya Kati ambao utaathiri vibaya watu wengi, lakini utalenga faida zilizotarajiwa kwa watu wengine. Kuhusu walioshindwa, gazeti hilo linasema makampuni ya madini ni miongoni mwa yaliyoathiriwa zaidi na vita hivi. Kutokana na kuathiriwa vibaya, madini kama vile ya chuma pamoja na shaba na kusababisha kupungua kwa kasi kwa hisa za makampuni. Orodha hiyo pia inajumuisha makampuni ya wakandarasi na ujenzi, kwa sababu kuna uwezekano wa kupanda kwa viwango vya riba mwaka huu ambavyo vitasababisha viwango vya juu vya mikopo ya vyumba. Hilo litamaanisha mahitaji yatapungua na mauzo kuwa chini. Mashirika ya ndege ni miongoni mwa waliopoteza kutokana na usumbufu wa usafiri na kusafiri kwa njia ndefu ili kuepuka vita katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo limesababisha gharama kubwa za usafiri ambazo zitaongezeka zaidi baada ya kupanda kwa bei ya mafuta. Miongoni mwa walioathirika pia bila kutarajiwa ni makampuni ya teknolojia kutokana na kutatizika kwa usambazaji wa helium kutoka Qatar ambayo huzalisha theluthi moja ya helium duniani. Helium kutokana na gesi asilia iliyoyeyuka na kutumika sana katika viwanda vya teknolojia kama vile semiconductors na vifaa vingine vya kielektroniki. Kwa wauzaji wa rejareja, wanakabiliwa na shinikizo kubwa la kupanda kwa gharama na kupungua kwa manunuzi kutokana na usumbufu wa mnyororo wa ugavi na gharama kubwa za usafirishaji, shida ambayo inapunguza faida katika biashara zao, pamoja na matarajio ya viwango vya juu vya riba na gharama za nishati zinazoendelea kuathiri watumiaji. Kuhusu washindi wa vita hivi, makampuni ya utafutaji wa mafuta na gesi yameibuka washindi. Ikiwa bei ya sasa ya mafuta na gesi itaendelea kwa hivi, makampuni haya yanatarajiwa kupata pesa zaidi kuliko makadirio yao ya awali na kuwapa urahisi zaidi wa walipa madeni kufadhili ununuzi au kurudisha pesa kwa wanahisa. Vilevile makampuni katika sekta ya fedha, hasa makampuni ya kamari, kwa kawaida hupata ongezeko la wateja wakati wa masoko yanapobadilika na kutokuwa na uhakika. Hali hii pia inanufaisha makampuni mengine ambayo yanaweza kunufaika na ongezeko la biashara, ikiwa ni pamoja na soko la hisa la London. Lakini kuna mahesabu mabovu ya Donald Trump dhidi ya Iran. Makala ya gazeti la New York Times yaliyoandikwa na mwanajeshi wa zamani wa Marekani na mwandishi wa riwaya Phil Clay ambaye alishiriki katika vita vya Iraq inajadili makosa ya Trump katika vita dhidi ya Iran. Clay anasema vita vya Iraq ambavyo alishiriki zaidi ya miongo miwili iliyopita vilikuwa vimepangwa vibaya, vilitokana na kiburi na kulikuwa na uongozi dhaifu katika ngazi za juu. Lakini nilijua kwa nini nashiriki vita hivyo. Kuhusu wanajeshi wa sasa, je, wanajua tunachojaribu kukifanya nchini Iran? Anabainisha kwamba sababu za vita hivyo zina utata mkubwa. Pengine ni kubadilisha utawala, au kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, au kudhoofisha uwezo wa makombora masafa marefu na ndege zisizokuwa na rubani, au labda kwa sababu Israel ilikuwa karibu kuishambulia Iran na tungekuwa hatarini, au kwa sababu Marekani ilikuwa chini ya tishio kutoka Iran, au kusaka amani Mashariki ya Kati na kadhalika, anasema Clay. Clay ameeleza moja ya sababu zilizo wazi za vita hivi kwa utawala wa sasa wa Marekani ni kuonyesha nguvu na utawala. Rais wa Marekani anataka kuonyesha nguvu na utawala, anataka kushinda vita hivi, anataka kuonyesha ulimwengu kwamba ana nguvu kubwa kuliko nchi nyingine, hasa alivyokuja na kauli mbiu yake ya Make America Great Again, kwa maana kuifanya Marekani kuwa yenye nguvu kubwa kwa mara nyingine tena. Ni kutokana na kauli ya rais wa Marekani, alisema maafisa wa kijeshi walimwambia kuzamisha meli ni jambo bora zaidi kuliko kuzikamata, lakini wanajeshi hawa wanaonekana kutotambua au kutojali kwamba lugha yao ya vurugu inaashiria kukengeuka taratibu za vita za Marekani ambazo zilianzia wakati wa mapinduzi ya Marekani.
Mababa wa taifa la Marekani waliweka kanuni kwa ulimwengu wote, ikiwa ni pamoja na kwamba watu wote wameumbwa kuwa sawa na serikali hupata mamlaka kutokana na ridhaa ya watawaliwa. Hilo lina maana vita haviwezi kuhalalishwa ili tu kuonyesha nguvu na utawala. Mwandishi anagusia kwamba vita vilivyoshindwa vya Marekani kama vile vita vya Vietnam na vita vya Iraq, na anasema kushindwa kulitokana na kushindwa kwetu kutambua kwamba watu wa nchi zingine wana hisia na maadili yao na huenda yasiwe sawa na matamanio yetu. Kadhalika anasema kutegemea nguvu za kikatili kunaweza kupofusha macho, na anakosoa kauli ya waziri wa ulinzi Pete Hegseth ambaye amesema udhibiti wetu wa anga la Iran na njia ya majini utatufanya kudhibiti hatima yake na tutaamua kanuni ya vita hivi katika kila hatua. Akizungumza matamshi haya, anasema Hegseth aliyepinga vita vya Iraq alipaswa kuwa mwangalifu zaidi. Adui huwa na maoni yake pia, na hata baada ya vita vya kijeshi vilivyoshindwa, athari za vita kwa watu wa kawaida zinaweza kuwa na matokeo magumu yasiyotakikana na wakati mwingine mabaya. Clay anashauri kwamba mataifa yenye uadui na Marekani yanapaswa kutazama kama nchi zenye changamoto zilizojawa na damu, na hali hii ndio sababu haswa utawala wa Trump ulishindwa kutabiri matokeo ya hatua za kijeshi nchini Iran. Baada ya Iran kupanua vita kwa kushambulia kote Mashariki ya Kati, Hegseth alikiri, siwezi kusema kwamba tulitarajia hili, kwa sasa ndio jibu lao. Gazeti la Uingereza la The Guardian linafuatilia maisha ya kila siku ya watu wa Iran licha mabomu, na katika ripoti ya mwandishi wake Stephen Glinsky anasema kutoka ndani ya Iran, wa Iran wanasherehekea Nowruz, mwaka mpya wa Uajemi, licha mashambulizi kuingia wiki yake ya 4. Gazeti hilo linasema Nowruz ni sikukuu muhimu kwa watu wengi Asia ya Kati na Mashariki ya Kati na husherekewa na kila Wakurdi. Inaambatana na majira ya kuchipua na kwa kawaida huonekana ni wakati mpya na matumaini na mwanzo mpya. Hata hivyo, maduka mengi katika soko la Tajirish, mojawapo ya masoko yenye shughuli nyingi mjini Tehran, yamefungwa tangu mwanzo wa vita vya Februari 28, lakini kuelekea Nowruz soko limerejea na watu walikusanyika kununua maua, mboga, chakula pamoja na mayai, samaki na bidhaa zingine muhimu. Hata hivyo, bado raia wanaonekana kufanya shughuli zao kama kawaida, kama vile hakuna vita. Lakini kwa baadhi ya maeneo kumekuwa na hali mbaya zaidi. Baadhi ya maeneo yamefungwa. Huko Esfahan kwa mfano, kutokana na mashambulizi makali na kutokana na kwamba ni moja kati ya malengo wanayoyalenga wa Israel na Marekani, kumekuwa kukionekana kuwa na mabadiliko tofauti na maeneo mengine. Licha ya vita na vurugu, wachambuzi wa mambo wanaeleza zaidi kwamba bado raia nchini Iran wanaendelea kuunga mkono serikali yao, jambo ambalo linawapa nguvu wanajeshi wa taifa hilo katika mapambano, na hivyo hii inawapa nguvu katika mapambano zaidi, na kwamba wanaamini watashinda vita hivi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea